Habari za wakati huu, karibu katika kipindi chetu cha Amka na Podcast Baragumu la Afrika. Amka na Podcast ni kipindi maalum cha mijadala na mazungumzo ya watu wa rika mbalimbali, vijana, wazee, kina mama, viongozi wa vyama vya siasa, viongozi waandamizi wa serikali, wanataaluma, wanaakademia, wanafunzi, wazalishaji, wavuvi na watu wengine kujadili mambo mbalimbali ya kijamii na kitaifa, mambo yanayohusu siasa, mambo yanayohusu uchumi, mambo yanayohusu na tasnia ya uburudishaji, entertainment industry na mambo mengine mbalimbali. Leo nitakaye kuongozea kipindi hiki ni mimi Mshenga Mustafa Juma, na leo tumepata bahati ya kutembelewa na mgeni wetu, si mwingine ni ndugu Rukaiya Mahmud Nasir, ambaye tutakuwa naye katika kipindi cha leo katika mjadala wetu utakaohusu changamoto mbalimbali wanazopitia vijana katika taifa la Tanzania, na je, jitihada wanazochukua zinaweza kuleta matunda yoyote kwa taifa hili. Karibu sana Rukaiya. Okay, mimi naitwa Rukaiya Mahmud Nasir, ni binti mwanasiasa, lakini pia ni kiongozi wa vijana kwa nafasi ya naibu katibu kwenye chama chetu cha ACT Wazalendo. Karibu katika Amka na Podcast. Shukrani sana. Leo tutazungumza na wewe masuala mbalimbali yanayohusu ushiriki wa vijana katika siasa na masuala yanayohusu maamuzi, lakini zaidi tunataka tuzungumze changamoto wanazopitia vijana na jitihada wanazochukua vijana, je, zinaweza kuleta matokeo chanya kwa jamii yetu. Kwa mjadala wetu tunajikita sana kwenye eneo hilo. Kwa kwanza, tungependa ujitambulisha kama kiongozi wa kisiasa katika chama chako cha ACT Wazalendo. Unaweza kutupa faida, wewe ni kiongozi kwa muda gani, uliingia muda gani kwenye siasa, na ipi ilikuwa safari yako ya kuingia katika siasa? Nimekuwa kwenye siasa kwa muda mrefu, lakini rasmi kuwa active katika siasa zenyewe ni mwaka 2019. Yes, 2019, baada ya zoezi la kushusha tanga kwa wale ambao tulitokea chama cha wananchi CUF. So 2019 nikajiunga rasmi ACT Wazalendo, na ndio rasmi nikaanza kuwa mwanasiasa wa asubuhi, mchana, jioni na usiku. Yes. Oh, sasa hizi Rukaiya ni mwanasiasa. Mimi ni mwanasiasa. Yaani maisha yako ni siasa. My life it's in politics completely. Na kwa mantiki hiyo ulianza siasa hata kabla ya kuingia ACT Wazalendo, kwenye hicho chama kingine ambacho kilishusha tanga? Yes, actually unajua nimekuwa sasa sijui tutaiwekaje kwenye, lakini kama kuingia kwenye siasa nimeianza nikiwa mdogo sana. Nimezaliwa kwenye familia ambayo wazazi wangu ni wanasiasa na ni viongozi. Kwa mimi I remember na miaka 5 niko katika magari ya vyama, naimba, nacheza kwenye mikutano. Yes, kwa hiyo kama kuianza siasa hiyo nimeianza nikiwa na umri mdogo sana. Lakini naizungumzia siasa ya majukumu sasa, kwamba ile leo naweza nikakaa na assignment fulani ya chama, na jukumu fulani natakiwa kwenda kulitekeleza, na presentation fulani inayohusu siasa pase, nimeianza 2019. Umesema wazazi wako walikuwa ni wanasiasa. Yeah. Ulikuwa na ugumu gani kuwa na mzazi mwanasiasa wakati huo na mtoto naye anavutiwa na siasa? Ulikuwa ukipata changamoto gani katika makuzi yako? Kabla ya kuhusiwa baadaye kuingia kwenye siasa, leo tunakuona ni naibu katibu wa vijana taifa. Mimi nashukuru Mungu, familia yetu ni familia ambayo inaheshimu maamuzi ya mtu. Sijawahi kuzuiliwa. Sijawahi kuonyeshwa kwamba it's a wrong path. Hiyo miaka 5 mimi maana yake nilikuwa sijielewi, nachukuliwa nyumbani, nilikuwa sijui hata kama kuna mikutano, lakini mama ananiambia leo Daruki kuna mkutano sehemu fulani, vango yako na vango yangu, napeleshwa t-shirt yangu, naenda. Nikifika pale alikuwa anajua kwamba okay, nilikuwa sio kiherehere, lakini I need to be somewhere to be seen. Kwa nitatolewa, nakumbuka kwa kuna makenta ya marefu yenye music, naenda kupandishwa zangu pale. Kwa pale ndo sehemu yangu ya kukaa kuanzia mkutano unaanza mpaka unaisha.
Nakumbuka profesa atahutubia, labda kama ni mkutano mkubwa profesa, nitanyamaza. Wakishuka kwa kuna nyimbo fulani lazima zipigwe, nitanyanyuka, nitaimba, nitacheza. So I have been groomed to that, yani kwa staili hiyo. Na ilipofika muda kwamba ninataka kuingia kwenye siasa rasmi, sikukatazwa, lakini nilishauriwa tu kwamba are you sure of what you want, like is that what you want to do, na nikaambiwa maybe zile vitu ambavyo vinaweza vikaja kutokea katikati, like kama hizo challenge fulani, labda unaweza kukutana na obstacles 1 2 3 utaweza kuishi navyo. Nikaambia yes, kwa nikapewa go ahead. Sasa kuna kitu kimoja kinazunguka kwenye fikra yangu, hasa wakati huu ambapo baadhi ya watoto wa wanasiasa wamekuwa wakipata nafasi mbalimbali kwenye siasa. Wewe kama mtu ambaye umekuwa kwenye familia ya kisiasa, ukisikia mtu fulani kutoka familia ya wanasiasa amepata nafasi, zile criticism, ile namna watu wanakosoa hiyo, wewe inakuletea tafsiri gani? Au wewe kwa sababu umetoka kwenye mazingira hayo, unaweza kutueleza nini sisi ambao hatujakuwa kwenye familia za namna hiyo? No, kwanza mimi sijawahi kuona kosa la mama yangu kuwa mwanasiasa na mimi kuwa mwanasiasa. Okay? Ni sawasawa na familia ya wanasheria. Unaweza kukuta familia kuanzia babu mpaka wajukuu wote wameendea the same path. Okay? Kinacholeta ugumu sasa hivi ni wale viongozi au wanasiasa, watoto wa wanasiasa hawapitii zile njia ambazo maybe wazazi wao walitakiwa kuwapitisha. Understand? Mimi kwenye chama changu ACT Wazalendo, mamangu ni mjumbe wa kamati kuu, right? Na mimi ni naibu katibu wa vijana, si ndio? Ni ngumu sana kama ingekuwa ni vyama vingine mimi nigombee nikose. Sio, unanielewa? Sasa hiyo ingekuwa inaruhusiwa hata kwenye hivyo vyama vingine, watu wasingekuwa wanaona hii ni kasoro. Kwamba kitu ambacho Kasumba walioweka ni kwamba kwa kuwa ana connections same fulani hapaswi kukosa. Kwa unasema kwamba inaleta hisia hiyo kwa sababu ya upendeleo. Yes. Sio kwa merit, kwa uwezo. Hapana. Mimi nasema kila mtu anaweza kufanya kila kitu. Mtu akiwa na hiyo dedication na hiyo kitu anaweza kufanya. Ila amefikaje pale mpaka tukaona anaweza? That's the question mark. Like amewezaje kufika pale? Effort zake ama amewekwa? Sawa, tukiachana leo Rukaiya, kwa hiyo wewe kama binti ambaye umeingia kwenye siasa kwa na umri mdogo, na sasa ni kiongozi wa ngome ya vijana, na sasa hivi vijana ndio gurudumu linalosukuma karibu kila kitu leo tunaona. Unaweza kusema ni changamoto gani unazopitia ndani ya vyama, ukiumeleza kwenye familia kwamba angalau wewe familia yako ili kuruhusu kufanya kitu ambacho ulidhani wewe unaweza kufanya kwa bora? Wakati sasa unaingia kwenye siasa, ukizingatia wewe ni binti, wakati huo ukiwa mwanafunzi, labda mpaka sasa hivi bado ni binti, bilinge hizi za kisiasa, nini ulichopitia kwa kifupi? Kwanza nimepitia kutokuaminiwa. Yaani hiyo nimeface toka naingia kwenye siasa. Mimi nimeingia ACT na hapo nikapewa uongozi. Na nilikuwa ni mdogo. I was about 23 years. 22. Na nimeingia na nikapewa uongozi wa kuongoza wanawake tena kwa ngazi ya taifa. Ile ilikuwa of course wale walionipa uongozi ule walikuwa wananiamini. Lakini wale naoenda kuongoza walikuwa hawaniamini. Mimi hapa nilipo na umbo dogo. Sasa imagine miaka hiyo nyuma nilikuwa ni mdogo zaidi ya hapa. Kwa hiyo first challenge ambayo nilikutana nayo ni kutokuaminiwa. Like mtoto mdogo anatuambia nini? Unajua, uko kwenye kikao unatakiwa uongoze mama zako. Maana ni amna hata mmoja ambaye alikuwa anampita umri dada zangu. Kwa hiyo ni challenge ya kwanza, lakini challenge ya pili ni majaribio ambayo yapo kwa watu wote na nadhani kwa rika zote. So
ni namna gani how do you tackle them, hizo vitu ambazo zinakujia, maybe ndio kitu ambacho nilipitia. Lakini majaribio, unasema majaribio unamaanisha nini? Kuna uongo hapa na pale, unajua mtu anaweza kukwambia Ruki sasa hivi uko hapo, ili upande pale inabidi ufanye 1 2 3. Understand? Sasa uzuri wangu mimi ni kwamba nina watu ambao naweza nikawarudia nikawauliza means za kufika sehemu fulani ni zipi. So hiyo ilikuwa ni pona yangu, lakini kuna wengine ambao hawana mentors, hawana, kwa wao chochote mtu yote anayowaletea wanakipokea kama kilivyo. So mimi challenge yangu kubwa ambayo nilipitia ni kutokuaminika kwa mara ya kwanza, lakini my way into my work was so smoothly. Kwa maelezo yako inaonekana kama ACT Wazalendo inaamini hata vijana wadogo vibaya mno, kiasi cha kuweza kupewa nafasi ya kitaifa. Mimi nilikuwa naibu katibu wa ngome ya wanawake taifa, na by the time sisi tunaingia kwenye chama ACT ilikuwa haijakamilika maeneo mengi sana, na katibu wangu alikuwa ni Mwanaisha Mdeme, naye pia alikuwa mdogo. So Mwanaisha, yes. Kwa hiyo ilikuwa ni vijana mabinti wadogo wanatakiwa wahakikishe ngome inakamilika ili iweze kuingia kwenye mkutano wake mkuu wa kwanza wa ngome ya wanawake. So kupita kwenda kwenye mikoa tofauti kuwafikia wanawake wajiunge kwenye chama, tuhakikisha tunapata ile column ya kukidhi kwa mkutano mkuu wa ngome, na tuliweza, lakini tuliweza kwa sababu chama kilituamini. Yes. Sawa. Sasa Rukaya, umetueleza mambo mengi mazuri kuhusu ACT Wazalendo na safari yako kwa ufupi. Je, tukija sasa kwenye siasa kwa ujumla, umewahi kugombea kwenye nafasi nje ya chama au hizo nafasi za kitaifa? Wewe sasa hivi ni naibu katibu mkuu, ilikuwaje kuwa naibu katibu mkuu? Uliwahi kugombea kwenye nafasi nyingine ya nje na hali ilikuwaje? Nafasi yangu ya kwanza kugombea ilikuwa ni kugombea wenyekiti wa vijana mwaka 2024. No, mwaka 2023. 24 mwanzoni. Yes. 2024 February niligombea wenyekiti wa vijana taifa. Na kilichonisukuma kugombea ni kwa sababu niliona haijawahi kutokea. Najikutaga ni record breaker ambaye sijawahi kufikia that point, lakini sijawahi kuona kiongozi wa taasisi ya vijana hizi ngome mabaraza nini akawa ni binti. So I wanted to break that record, na nikagombea nafasi ya wenyekiti wa vijana. Unfortunately sikushinda, lakini nje ya chama nimegombea serikali za mitaa 2024 nikainguliwa kwa kushindwa kusoma na kuandika. Yeah. Alafu this year niligombea ubunge, lakini sikupita kwa sababu nilikosa kura za maoni ndani ya chama. Ulishindwa? Yes, nilishindwa. Yeah. Kwa kushindwa kwangu kura za maoni ndio ikanifanya nishindwe kuwa mgombea wa chama ama peperusha bendera huko nje. Yes. Niliona ile uchaguzi wenu wa vijana wa ngazi ya taifa na umekuwa una vijana wa kiume au wavulana. Yes. Kwa sababu wenyewe kuitwa wavulana walikuwa ni wengi, kwa ni ambaye mwenyekiti wenu sasa ni kwa Doni kwa tatu. Ndolezi Petro na Masabo. Yes. Nilisikiaje kuwa na nilifuatilia speech yako wakati wa mdahalo wa wagombea wa ngome ya vijana. Nilisikiaje kuwa peke yako binti katika umma ule, katika ile na kipindi hicho kina joto na kuelekea. The feeling was so, I don't know, I felt so good and I was in my own space. Yani tuko pale juu tunaongea, but ilikuwa niko kwenye akili ya kwamba guys, I'm going to break that record. Yeah, that's what was in my head. Kwa mimi zile yale yaliokuwa yanaendelea pale, of course mwenyewe mnaweza mkawa mnayaona, lakini
mimi nilikuwa kwenye dunia nyingine, nilikuwa nishafika, nishamaliza mdahalo, nishapiga kura, mimi nishachaguliwa kwa mwenyekiti. Nilikuwa huko. Kwa hiyo yes, but I felt good. It was a nice experience. So kushindwa uchaguzi ule kurudisha nyuma kwenye mapambano ya kugombea ndani ya chama, labda kwamba sababu nimeshindwa wakati kupata aibu, labda nisikia vibaya baada ya kuwa umeshindwa sasa? Hapana. Sasa na mpaka leo sijapataga jibu la hisia nilizokuwa napitia kwa kile kipindi, kwa sababu of course mtu ukikosa unaumia. Lakini mimi zilipigwa simu nyingi. Mimi sikuwa najua kama uchaguzi wetu unafuatiliwa, na unfortunately ulifuatiliwa mpaka nje za nchi. Kwa hiyo nilikuwa napokea simu za kuni encourage kwamba Ruki, you did well. Wengine wanakuambia wewe ni kiongozi bora, wengine wananiambia Ruki ulishinda tokea kwenye ile debate, wengine. Kwa hiyo alafu kuna simu moja ilitoka kwenye chama kingine. Ile ndio ilinitia mimi kiburi kusema kweli, kwa sababu iliniambia kwamba you're in a wrong place. They don't deserve you. You see? So I was like, if you saw that means maybe I'm in a better place. Ila nimekutana na watu ambao they are better than me. So I have to work hard kufikia pale ambako mimi nilikuwa nadhani nimefika. So that one call ilibadilisha hali yangu at that time and on that day. Kwa hiyo I was like, sikujua kama nitapewa nafasi ya unaibu katibu, lakini I was ready to be anyone na kutumwa chochote ndani ya chama changu. Kwa kweli mimi nilifuatilia ule uchaguzi wenu na pia nilifuatilia namna mlivyoendesha, uwepo wa kuwa na mdahalo, kuwa na sessions zile za kufanya wa campaign. Nilikuwa mtumia mitandao ya kijamii, tukiona nilikuwa na bana langu liko pale getini 24 hours nimesimama pale. Napiga kampeni, ukitaja vipaumbele vyako kila siku, tulikuwa tukiona ukiweka kipaumbele hiki, kesho kipaumbele kile. Kweli nilivutia watu wengi sana, wakaona kwamba kama binti mdogo namna hii, sababu hatujui umri wao kwa sababu unaonekana mdogo sana. Kwa hiyo ikawa inavutia watu wengi vijana, wasema kama inawezekana kugombea nafasi kubwa ya kitaifa. Na hata baada ya kwamba kuchaguliwa, kitendo cha kuona bado umerudi kwa imara mpaka baada ya kuchaguliwa naibu katibu mkuu, baadaye kama unavyosema kugombea nafasi ya ubunge ndani ya chama, ime-encourage watu wengi sana, na nafikiri unapaswa kuenda na mwendo huo, sababu ushiriki wa watu kwenye siasa za ugombea ni mdogo sana. Wengi wanashiriki kwenye siasa wakiwa na matarajio ya ima kuteuliwa au kupendelewa kwa lugha nyingine. Sasa kuona binti angalau anakwenda kwenye ushindani mara kadhaa, hata kama akishindwa anaenda tena kwenye ushindani, na hata akishindwa kwenye ushindani tena anarudi kwenye, sababu tumekuona umeshindwa kura za maoni, lakini tumekuona kwenye maeneo mbalimbali. Ulikuwa Tanga kwenye campaigns, yes, nimekuwa Dar es Salaam, nimeenda Shinyanga, yes. Hiyo ni kitu ambayo inaonyesha kwamba angalau tunao watu. Na sijamaliza kwa sababu one thing I came to realize when nikijigugo jibu ambalo wale watu wananipa pale, I need to go change that. Wananiandika kwamba Rukayo ni binti mwanasiasa nini. Alijaribu kugombea mwenyekiti akapata kura moja. I mean, like right now my target is to go change that number. Kubadilisha hiyo. Kwa nitagombea nini sijui, lakini nitagombea ili nibadilishe ile record pale. Sasa umri utakuruhusu wakati huo au kitu kingine? Hata vijana bado utaniruhusu, yes. Basi go. Rukaya, nafikiri umeelezea vizuri kwenye eneo la mapambano yako ya ndani ya kisiasa, kuanzia makuzi yako mpaka baadaye kugombea na kushika nafasi mbalimbali za kisiasa. Sasa hivi wewe ni naibu katibu wa ya vijana. Ya upande wa Tanzania bara au taifa? Na taifa kabisa. Sawa. Sasa hiyo tafsiri yake ni nini kwa kitu kama ngome ya vijana? Bila shaka ngome ni jumuiya inayohusisha vijana wote ndani ya chama chetu. Wewe kuwa naibu ina maana gani? Kuna tofauti gani kati ya naibu na katibu mwenyewe kwenye muktadha wa chama chetu?
Tofauti haipo kubwa hivyo, lakini kwa sababu sisi hatuna ile bara na visiwani, kwa tumejikuta tunafanya kazi kwamba yule aliye based on that side ndo anakuwa kama ndo the main kwa upande ule, ingawa sio kwa kinafasi. Kwenye nadhani ina function kwa wote, kwa sababu hata mimi ni naibu katibu lakini nimebase bara. Kwa nafanya kazi mpaka za Zanzibar lakini nina majibu mengi kuhusu bara. Same tu katibu wangu ni katibu wa pande zote mbili, lakini since amebase Zanzibar ana majibu zaidi ya upande wa Zanzibar na anashiriki zaidi siasa za Zanzibar. Yes. Kwa hiyo hakuna naibu katibu wa ngome ya vijana? Hakuna. Kwa hiyo ni mmoja. Ni katibu mmoja na naibu mmoja. Yes. Maana ni tofauti sasa. Na mwenyekiti ni mmoja na makamu mmoja. Maana ni tofauti kidogo na chama mama. Yes. Naibu katibu Zanzibar. Yes. Kwa wewe unashughulika na Tanzania nzima. Yes. Na ndio sababu sasa tunakuona Zanzibar unaenda kwenye vibe. No, nafanya ziara na kutana na vijana wangu, nakutana na ngome zetu, like uongozi. I do both actually. Zanzibar kuna vibe lake, so I do both. Kuna muda tunaenda kikazi na kuna muda tunaenda kama vijana kusherehesha nyoyo zetu kwenye siasa. Ukaya kwenye siasa sasa hivi kumekuwa na changamoto mbalimbali. Wewe kama kiongozi wa ngazi ya juu sana ya kwenye vikao vya kitaifa, chama chenu kinawapa nafasi kwa kiasi gani vijana kwenye kufanya maamuzi makubwa yanayohusu maamuzi yanayoenda kwa wananchi kabisa? Nyinyi kama vijana mnapata nafasi kwa namna gani? Actually tumepewa nafasi mpaka inafika wakati ambao tunaulizwa tunaambiwa hatutumii nafasi. You know, like kuna muda chama chetu kilikuwa cha kistaarabu sana. Yaani the way inaonekanika nje ni kwamba chama fulani cha kidiplomasia. Lakini viongozi walikuwa watamani hilo koti la diplomasia libakie kwa watu wazima. Kwamba nyinyi vijana mu act different. So that's much ambayo yani nafasi kubwa hivyo tunapewa. Unaposema mlikuwa mnaonekana kama viongozi chama cha diplomasia, neno diplomasia watu wanatumia vibaya. Kwa hiyo kwa diplomasia kwa upole. Unajua kama vita yenyewe ni diplomasia. I understand. Lakini sasa ukiongelea diplomasia sasa Tanzania ukisema kwamba yule mwana diplomasia ni mtu fulani ambaye anachukua mambo yake kistaarabu zaidi. Of course hiyo ndio msingi wenyewe wa diplomasia. Sasa sawa. Kwa hiyo mnaingia kwenye vikao vya maamuzi? Tunaingia. Tunasikilizwa. Tunahoji. Yes. Kama wingi nyinyi mmewahi kuchepusha mawazo ya chama ambayo yanatakiwa kwenda moja kwa moja mkayapeleka upande mwingine kwa maslahi ya vijana wa taifa? Mmewahi kufanya hiyo? With my records I don't remember. I personally I don't remember. So mimi kikao ninachoingia ni halmashauri kuu. Lakini viongozi wangu wengine wanaingia mpaka kamati kuu. So maybe yale ambayo ninayapokea kwenye halmashauri kuu they were influenced by them kwenye vikao vya kamati kuu and secretariat. Mmekuwa mkitoa mkinzano? Yes. We do that. We have been doing that and we'll keep doing that. Sasa ukaya mwaka huu chama chenu kimeingia kwenye uchaguzi. Yeah. Uchaguzi ambao ulikuwa na changamoto nyingi sana. Yes. Na changamoto zilionekana hata kabla. Za mifumo, kisheria, nyingi. Yes. Na watu wamechukua tafsiri tofauti kabisa ya kwa nini nyinyi mliingia. Yeah. Nyinyi kama ngome, mliona uamuzi huo uko sahihi na mliunga mkono? Wa kuingia? Katika hali hii kuingia kwenye uchaguzi. Mimi niliunga mkono na nitaendelea kuunga mkono. And I always say this, sasa hivi watu wanapata haki ya kudiscuss uchaguzi kwa sababu ACT ilishiriki. Na kwa mfano hata hao Chadema wanaopinga kwamba ACT walijiingiza kwa sababu walitaka kubembeleza serikali and all that. Nyinyi mngepata wapi ile ushahidi ya kwamba kura ziliibwa ndani? Sababu kama hiyo ilifanya ACT kushusha imani yake kuonekana kama chama kingine kinavyokuwa kwamba kimeenda kwa ajili ya kutengeneza labda uhalali au kwenda kufanya kwamba kulikuwa na uchaguzi pengine ingetumia njia nyingine. Nyinyi kama vijana kwenye
chama, challenge hiyo kwamba ungetumia labda njia nyingine? Hakukuwa na njia nyingine. Unajua uchaguzi, kuchagua na kuchaguliwa, right, ni haki ya kikatiba, si ndio? ACT Wazalendo inaweza isisimamishe mgombea, lakini haiwezi kunizuia mimi kupiga kura, si ndio? Chadema kuna watu wana sare na kadi, mimi nawajua na niliwaweka kwa mawakala. Hapo wameshiriki uchaguzi au kushiriki? No, wameshiriki uchaguzi. When you speak of uchaguzi, sio tu kwa kwenye ballot paper, the whole process. Yaani mimi nikimchukua participate as an individual au kama taasisi tunachozungumza sasa, ndo both, kwa sababu si kauli imetolewa. Mimi nikimchukua kiongozi wa Chadema nikamtoa pale nikaenda kuwa kwenye wakala, manake ni kwamba ameshiriki, si ndio? Sawa. Mimi nafikiri mjadala huu ni muhimu, lakini ni mrefu sana. Unabidi tupatie wakati mwingine zaidi kujadili juu ya ushiriki wa chama, pengine kwenda mbele zaidi, namna gani kupata wagombea. Yes, lakini to keep it correct kwamba halikuwa kosa. Wewe unaona ilikuwa halikuwa kosa. Wao walikuwa na haki ya kususa, sisi tulikuwa tuna haki ya kushiriki. Kwa ambaye alishinda ama unaonekanika kashinda kwa hali iliyokuwa sasa hivi, well and good. Lakini both paths were correct. Okay, tuzungumze kuhusu vijana kwa ujumla kama vijana wa taifa hili. Hiyo bado ni vijana na mimi vijana vile. Kwa taarifa za sensa ya 2022, zaidi ya 77% watu wa nchi hii wako chini ya miaka 35. Kwa hiyo kuna vijana, kuna watoto na nguvu kazi ya taifa sasa hivi watu zaidi ya milioni 33 ambao wana miaka kati ya 14 mpaka miaka 62. Hii inafanya kwamba vijana ndio taifa lenyewe kwa sababu wazee walitoa jitihada zao. Unaweza kugawa phase ya wakati wa kabla ya uhuru, phase ya wakati wa kupigania uhuru, phase ya wakati baada ya uhuru, kuna phase ya kipindi cha Azimio la Arusha, kisiasa ya chama kimoja, baadaye kuzaliwa vyama vingi, phase nyingine hii ya kuchipuka kwa kurudi kwa vyama vingi, na sasa phase hii ya utandawazi tuseme, au phase hii ya Gen Z, maana ambayo imeibuka sasa ni vijana ambao ndio wengi wamezaliwa chini ya mwaka 93 mpaka sasa hivi, zaidi ya 77% ya idadi ya watu wote wa Tanzania. Ukiwa kama kiongozi wa ngome ya vijana kwa ajili ya maslahi ya muda, tunaweza tukajadiliana changamoto kubwa hasa unazohisi wanapitia vijana kwa taifa hili. Ukiambiwa utaje changamoto kubwa angalau 4 kwamba hizi ni changamoto unazopitia regardless ya vyao mahala walipo, kama vijana tunaunganishwa na matatizo ambayo yanatuma kote nchini. Matatizo gani unaweza kusema? Uchumi. How? Hakuna ajira. Elimu mbovu, as in syllabus sasa kumwezesha mtu kuweza kujitegemea mwenyewe. Understand? Ambapo sasa ndio ina lead kwenda kwenye ukosefu wa ajira sasa. Kwamba mimi unaponifundisha nikitoka lazima niwe tegemezi. Afu nikishakuja kukutegemea unipokei kutegemea. Kwa hivyo. Lakini challenge kubwa ambayo inazua taharuki yote hii ni uchumi. Vijana hawana vipato. Njaa. Yes. Kwa hiyo unapozungumza uchumi unazungumzia masuala ya ukosefu wa ajira na kazi za staha. Kwa hiyo vijana wengi wako mtaani, wengi sana, licha ya kwamba wamehitimu katika swala la elimu, wahitimu mbalimbali wamemaliza vyuo, wako mtaani, hawana ajira, ndio. Na hata elimu ambayo wameipata haiwezi kuwasaidia Sasa hivi nadhani hili ni tatizo la nani? Maana watu wanaosema ni uvivu tu wa vijana. Ni kina nani hao wanasema? Watu wengi ambao wao wako kwenye ambao wao wenyewe wamechukuliwa na serikali. Vijana wenyewe wapo ambao wanasema hivi kwamba tufanye kazi bwana, cheni malawama, cheni kulalamika,
fanye kazi, msilaumu kila ambao wao wenyewe sasa hivi wanalalamika kwa sababu hizo kauli zilizotolewa na wanamuziki. Muziki ni kipaji. Mimi siwezi nikakurupuka saa hizi eti kwa sababu muziki upo mimi kaenda nikaimba. Siwezi. Lakini at the same time you need a base ambao ndo sisi. Kwa hata wao wenyewe imefika muda sasa kutesa kwa zamu, na wao wenyewe pia wanalalamika kwa sababu wamekosa market. Ndio kama sisi ambao watu wana graduate afu wanakosa ajira. So unafikiri kwa nini watu hawana? Mifumo ni mibovu. Mifumo ni sheria, sera za nchi na utawala pia. Hivi vitu viwili. Sheria yetu lakini sera na utawala. Ambao unafikiri wewe utawala huu unapanga watu wake wasipate ajira? Kuna nchi duniani inaweza kupanga watu wake wasipate ajira? Utawala unapanga ajira zitolewe vipi? Yaani unajua issues tusiangalie tu kwenye tatizo lenyewe, lakini basi hata ile the way wao wanalihisi kwamba ndo wanatatua tatizo, wanalitatua kwa ukubwa gani? Umeelewa? Kama siku ile rais anatoa speech yake ya kwanza, alitoa ajira ngapi? 12 sijui. 12 si batch moja tu ya wanafunzi. Au the rest unawapeleka wapi? Na hiyo ni ya mwezi huo tu. Wali graduate watu miezi 6 nyuma, miaka fulani nyuma, miaka kadhaa nyuma. Unawapeleka wapi? Kwa hiyo nafikiri because zimekuwa kuna manipulations. Yaani kwamba watu milioni 2 wanadai ajira, wao wanakuja kutupa ajira 2000. Hao wengine tunawapeleka wapi? Kwa matukio tatizo la ajira linatokana na mifumo. Yes. Na sasa kwa namna gani nafikiri hizi jitihada kadhaa zinazochukuliwa zinaweza kuondoa tatizo hilo? Sasa hivi tunapozungumza mimi na wewe kumekuwa na jitihada za kutaka kujua, sababu viongozi wa serikali wametoka hadharani kusema hawajui pengine wananchi wana changamoto gani. Kwa hiyo wametengeneza namna ambayo wanapita kwa ajili ya kusikia. Ni sana. Kwa sababu wao kama viongozi walikuwa wana kitu kinaitwa ilani. Zile ilani ni changamoto za wananchi. Sasa wanapotujia sasa hivi wakutuambia kwamba hawajui changamoto zetu, means they had no right ya kugombea. Kwa sababu unagombea kutatua changamoto. Ulikuwa unataka kutatua changamoto ipi? Ama promise yako wakati wa campaign ilikuwa ni inahusu nini? Kama chama cha siasa ilani yake ilikuwa inaongelea nini kuhusu ajira? Wametekeleza kwa ukubwa gani hiyo promise yao? Au wamejaribu kwa asilimia ngapi na wameshindwaje? Sasa akisema kwamba ndio wanatoka sasa hivi kuja kuangalia kusikiliza changamoto za wananchi, bado nasema ndio yale mambo ya kutumanipulate tu akili zetu. Kwa namna gani ukaia mifumo ya kisheria, changamoto za katiba na masuala mengine yanayohusiana na uchaguzi yanaweza kuwa kuunganisha vijana, yanaweza kuwa connected na masuala au madai ya vijana, yanaweza kuungana vipi na masuala ya demokrasia? Kwa sababu tumeona hata wale ambao hawapo kwenye siasa za vyama wamekuwa na madai yanayohusiana na masuala ya kisera hayo, taratibu za kisiasa. Wewe unadhani kwa namna gani inaweza kukutana changamoto za vijana na haya mambo kwa unayotazama? Mimi nitakuwa tofauti kidogo na baadhi ya watu. Of course tuna katiba mbovu. Yeah? Lakini hatuna katiba mbovu kiasi hicho cha kutufikisha hapa. Right? Lakini tuna usimamizi mbovu wa katiba. Na ni usimamizi ambao hata tukileta the best katiba, kama hulka za watu wanaosimamia ile katiba hawatujitune kuwa bora, bado tutaendelea kuwa na changamoto hizi. Kwa sababu when you speak of uchaguzi, maana uchaguzi ni mmoja ashinde, mmoja ashindwe. Na tuheshimu hiyo matokeo. Right? Sasa mnapokuja kuiba, na unajua of course uchaguzi ni nini? Kuna mbinu tofauti. Yaani wenyewe wanakuambia kwamba kikubwa ni shinde. Nimeshindaje tutakuja kujadili baadaye. Lakini hizo unachofanya wewe ili ushinde, usinifanye mimi mjinga at the same time. You see? Wewe unaniibia. Well and good iba, ila mimi nisijue unaiba. Sasa inawagusa watu kwa sababu watu wanaamini kwamba maendeleo yanaweza kuletwa na viongozi fulani. So watu wanatoka waenda ku line up, they're going to vote for someone. On the process ambao wao wana vote, unamkuta mtu mwingine anaiba zile votes za kwa ambazo umechuma, unajua kwenda kumpigia kiongozi fulani ukiamini hata kuongoza. Ile pia inaleta hasira kwa watu.
sababu hakuna maendeleo, na ndio maana kumekuwa kuna common kauli zinakusema kwamba wacha wachague wenyewe wanaomtaka, kwa sababu hata tukimpigia mtu kura hatoshinda yule ambaye sisi tunamtaka. Kwa hapo tayari either mtu awe anashiriki siasa moja kwa moja ama hashiriki, lakini ni kitu ambacho mtu anakuwa nacho sasa kwamba hakuna uchaguzi. Yeah. Kwa hiyo haya kudai mifumo bora ya uchaguzi, kudai katiba mpya, kudai sheria ambazo sio kandamizi, kudai uhuru wa kukutana, kuandamana, kutoa maoni, kuwasiliana, unafikiri ni madai sahihi na yanaweza kurudi kutakuwa changamoto halisi na kwamba exactly. Kwani maandamano yanakatazwa kikatiba? Katiba inaruhusu maandamano. Yanaruhusu. Lakini ni kina nani wamekataza? Viongozi. Kwa sababu wanaogopa kitu fulani. Nadhani kwamba utaratibu wa kufuata. Utaratibu upi? Umeelewa? Uchaguzi kwani katiba ama sheria zenyewe zinasemaje kuhusu uchaguzi? Ukizisoma uchaguzi uko sawa. Yaani kama ukifatishwa unakuwa hakuna challenges ambazo sisi tunazipitia sasa hivi. Umeelewa? Lakini mifumo inayowekwa sasa, yani hao wanaosimamia na nini ndio wanaleta hizi harakati mbovu zinatokea katikati. Sasa uzuri na chochote nikwambia kwamba vijana wa sasa hivi wanaelewa kila kinachoendelea. Na ubaya zaidi tunafanya comparison. You understand? Mbona jamii fulani walikuwa wanapitia kitu hichi na walifanya hivi na mambo yakabadilika. Wana hiyo access ya kufikia hivyo. Na wana access pia ya kuwafikia wale kuwauliza mlijaribu vipi na mlifanikiwa vipi. Hiyo ndio advantage ambayo sisi tunayo generation hii. Kwa hiyo haya yote tunaona yanaendelea ni mmoja ya kutest mitambo ya kipi kinaweza kufanikisha zile ambazo sisi tunadhani ndio the best ways ya kuendesha taifa letu. Unadhani jitihada ambayo inasema kama ni jitihada ya Gen Z ambayo dunia nzima sasa imejitokeza rise hiyo. Kiangalia eneo kama Nepal, kiangalia eneo kama juzi tuliona Madagascar, tumeona na nchi nyingine nyingi kama jirani hapa Kenya na hapa Tanzania imejitokeza hiyo. Nafikiri ile inapeleka ujumbe sahihi wa matatizo ya vijana kwa watawala. Yes, inapeleka na inaogopesha. Mimi tukiongelea kwa mfano kama Tanzania. Tanzania ni nchi ambayo hamna mtu ambaye alitarajia kwamba watu wataandamana. Forget about kuchoma vitu and all that. Ile tu watu kumatch barabarani kwamba wako watu 10, 12, 100. Hamna mtu ambaye alitarajia itakuwepo kwa generation hii. Lakini it happen, si ndio? Na 9 Disemba watu hawakutoka barabarani. Lakini on my view mimi naweza nikasema kwamba maandamano yalikuwepo. Understand? Kwa sababu serikali ilipata message kwamba hawa watoto watatoka, watadai kitu fulani. Na ndio maana nakwambia sio kwamba hawajui watu wanachokidai. Na ndio maana kila waziri sasa hivi ukimsikia kwenye wizara yake lazima kuna namna anajua kwamba vijana kwenye wizara yangu wanahusika kwenye engo fulani. Kwa hiyo talks zao zote sasa hivi zimekuwa kwenye engo za vijana. Umeelewa? Mtu atamsemi atakwambia kwamba ajira za level fulani vijana inabidi wapate. Mtu sijui wa wizara ya ulinzi mtu gani ataongelea vijana kwa engo yake. Mtu kwa sababu wanajua kwamba watu wanajua kwamba wana haki zao zinataka kupatikanika kule. Kwa ujumbe umefika. Sasa hii unazungumziaje swala la kusema kwamba inayosema kwamba vijana wamelipwa kufanya hiyo? Wewe kama kijana na umeona una interact na vijana kwa maeneo mbalimbali, unaona hiyo inauhalisia kiasi gani au kichapa? Unawalipa watu wangapi? Kama nipi tu hao ambao nadhani wanaweza kulipa. Kwa swala la idadi ni kulipwa. Ndio nasema wewe utaweza kuwalipa watu wangapi? Kwa sababu kile kitu mimi najua ni uamuzi wa mtu binafsi. Mimi najua watu ambao walikuwa tayari kuandamana na wako tayari kuandamana. Kwa sababu they know what they want. Na wala hajui kama kuna issues zinaitwa za malipo. Kwa maana yake mimi binafsi niko tayari kuandamana, lakini sijui ana coordinate maandamano ni nani. Kama kuna malipo simjui ni nani. You understand? But nataka kuandamana because I know kuna vitu haviendi sawa. Kinachokusukuma wewe sio kulipwa, ni matatizo. Wewe unalipwa kiasi gani cha kwenda kurisk maisha yako? Kwa sababu tunajua ukitoka nje utapigwa risasi, utauliwa. How much inaweza ikafaa ama ikakutosheleza wewe kuresist ile risasi unayopigwa?
Sawa. Kwa hiyo Rukaya, unafikiri baada ya jitihada hiyo ya kutoka vijana kwa ajili ya kuandamana kupaza sauti zao na nguvu kubwa iliyotumika na vyombo vya dola kuwanyamazisha, na tumeona tarehe 9 Disemba namna ambavyo vyombo vya usalama vilivyokuwa barabarani vikizuia vijana, vikizuia watu katika taifa hili kwa mara ya kwanza kabisa, hata kutoka kwenda kwenye tulikuwa kwenye house arrest kwenda kusherehekea uhuru wa taifa lao. Hiyo inaleta ujumbe gani kwa vijana kwamba njia hiyo walioitumia mara ya kwanza ilifunga? Je, watawala ni kwamba wamefanikiwa kuwazuia vijana, wamefanikiwa kuzuia matatizo ambayo watu waliofanya watoke, au ni inaweza kuwa ni jambo endelevu? Mimi kwanza mimi nasema kwamba hili jambo halijaisha. Kwa kuwa watu waliona kwamba inawezekanika watu kutoka barabarani, watu wataendelea kutoka. Suluhu pekee ya watu kutoka barabarani ni watu kusikilizwa shida zao na watu kutatuliwa changamoto zao. Hilo la kwanza. Lakini la pili, wao serikali kuhisi kwamba wameweza kuwanyamazisha vijana ni uongo. So actually ile kujaza pressure ndio unazidi kwa sababu mtu, kuna wengine walikuwa hata hajui kama kuna watu walipanga maandamano, lakini unaambiwa kwamba haruhusiwi kutoka. Sasa kwa nini turuhusiwi kutoka leo? Yaani kwa nini tumeambiwa tubaki tu nyumbani? Kwa sababu watu wanataka kuandamana. Wanataka kuandamana kwa nini? Yaani wao wenyewe wana spread the word unknowingly. Yaani watu wenyewe bila kujua kwamba wanatusaidia vijana kufanya hiyo kazi. Asante. Sasa mimi nataka kuuliza maswali haya kwa kifupi na ili tuende mbele. Kuna jitihada ambazo serikali kwa upande wao inachukua. Tumeona vyama vya siasa vimejitokeza na kukataa jitihada mbalimbali. Kuna ambao vimekuja vimekataa kabisa serikali iliyo madarakani. Kuna ambao vimekataa jitihada ambazo zimechukuliwa kama baada ya mauaji ya tarehe 29 Oktoba yaliyotokea katika nchi yetu. Tumeona rais na waziri mkuu wamejitokeza kuzungumzia jambo hilo na wamechukua jitihada. Kwa rais ameunda tume kwa ajili ya kukusanya taarifa, kufanya uchambuzi na kuja na mapendekezo ya kile kilichotokea Oktoba 29. Chama chako cha ACT Wazalendo kilikataa hilo. Ninyi kama vijana ambao ndio mmeonekana mko mstari wa mbele katika jambo hili kama Gen Z, kama mkiitwa na tume kama vijana, chama chetu haikubali, haijaitambua na tume na sisi ni branch ya chama. Kwa hiyo hatupaswi kuitambua unless kama anaitwa Rukaya. Yaani wewe Rukaya na kuita, lakini sio ACT Ngome zinaitwa. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Lakini pia kwa nini watu wamekataa ile tume? Ni kwa sababu ya muundo wake ulivyokuwa. Ndio hicho tunasema kwamba tunafanyana ni wajinga. Kwa sababu wewe unajua waathirika wakubwa wa hili swala ni kina nani. Let them be part of the team. Hizi stakeholders zingine waachieni waingie ndani. Kuna mauaji yametokea, hakuna taasisi yote ya haki ya binadamu mule ndani. Lakini wale wote waliokuwa mule once they were na payroll ama wengine wanaendelea kuwepo kwenye payroll, ni nani atataka kuasi ili payroll yake ichafuke? Kwa hiyo kama ingekuwa imehusisha na wadau wengine pengine wananchi wangeweza kuipo. Exactly. Lakini pale tunamuona mtu ambaye alikuwa ni waziri wa ulinzi. By the time mauaji yanatokea, yeye alikuwa kwenye kiti. Si ndio? Wewe unakuwaje kwenye timu ya kuhoji mauaji wakati wewe mwenyewe ni muuaji? Sawa. Jambo lingine ni jitihada nyingine iliyochukuliwa ni rais alitangaza kwamba na amemteua waziri anayeshughulika na masuala ya vijana. Wakati huo nyinyi ACT na vijana wa ACT Wazalendo tumeona mara nyingi mkipigania uanzishwaji wa baraza la vijana la taifa. Unadhani ilikuwa kati ya kuanzisha wizara ya vijana au kuanzisha baraza la vijana, kipi kilipaswa kuanza? Kuanzisha baraza la vijana. Sasa unaona hii hatua ya kuanzisha wizara ni usanii mwingine ambao unaendelea.
Yes. Kwa nini unasema hivyo? Kwa nini hizo wizara zingine sisi tunahisi zinafeli? Na kwa nini tuhisi wizara ya vijana itafanikiwa? Mwendo wake ilikuwa ikutana labda na vijana kuzungumza. Umeshasikiliza ameenda kwenye mikoa tofauti na akafanya mazungumzo na vijana, anayoyapokea na anayotoa yeye mwishoni anaendana? Sio kubwa. So it's just same drama, maybe different setups. Moja ya jambo ambalo kweli mimi halinifurahisha ni kitu kilichoitwa dagaa challenge, ambayo waziri alikuwa anafanya challenge ya dagaa, kula dagaa, ambayo kimsingi ndio maisha halisi ya Tanzania. Mimi nilitafsiri kama ni vihaka kwa jamii kubwa ambayo pengine inatakiwa kwenda kuipelekea faraja, anaipelekea vihaka kwamba hicho ambacho anakuwa kipitia yeye ni kitu anachoweza kama ukifanya cha mzaha. Sasa kwa hiyo una kauli gani kwenye swala hili la kuchepushwa kutoka kwenye angalau sehemu ambayo ingewakusanya vijana mbalimbali kujadili mambo yao, kusukuma mambo yao, wao wenyewe wanaweza kukutana, kujadili, kutengeneza mazingira ambayo yanaweza kuwa bora kwa ajili ya kuandaa mustakabali ya kesho yao. Badala yake wameletewa wizara ya vijana, na rais ametangaza kwamba atateua mtu tena ofisi ya rais. Vijana, ile wizara ya vijana ipo ofisi ya rais, alafu rais atachagua mshauri wa masuala ya vijana. Wakati vijana wenyewe tangu hapo awali, hata kama walikuwa ni kikundi fulani cha NGOs na vyama vya siasa, lakini madai yalilingana kwamba walihitaji sehemu ya kukaa pamoja kama vijana. Wewe hili jambo kwa kifupi unaweza kulizungumziaje sasa kama katibu? Mimi nasema lingeundwa baraza, hapo kina Nanauka ndo angekuja kusikiliza hoja kutokea kwenye baraza, kwa sababu ile baraza lina mchanganyiko wa sekta zote, lina NGOs, lina wafanyabiashara, zina machinga, zina wachimbaji wadogo, wote wako pale. Understand? Sasa huyu waziri wa vijana ataenda kujadili na hao ambao ndio viongozi wa hayo makundi ya vijana. Sasa hivi ajua hata anakutana na nani na kwa monitoring ipi. Uzoefu unaonyesha hata baraza la vijana lipo Zanzibar nafikiri. Yes. Kwa sehemu kubwa linanufaisha daraja fulani la wasomi, watu walioenda chuo kikuu, watu wa NGO. Vijana wengi halisi huko chini wanakosa uwakilishi. Wanapata uwakilishi wa kisiasa kama na NGO. Hiyo nayo unaona sababu ni platform ambayo inaweza kukusanya watu wote hiyo baraza. Baraza inaweza kukusanya watu wote. Ila the way wanaitumia. Mimi nimeenda Zanzibar na nikakutana na viongozi wa baraza. Nikaambia sasa nyinyi mbona ile baraza lenu ni kama vile ni kama UVCCM nyingine yani. Kwa sababu baraza tupu limejaa chama kimoja. Umeelewa? Na of course wameshuka mpaka chini. Yaani wameshuka ngazi zote. Wameshuka ngazi zote chini. Baraza. Lakini ni chama kimoja. Ndio maana atakao pia ikawa rahisi kulijaza kwa aina hiyo. Lakini sasa formation ya hilo baraza lenyewe linavyotakiwa litengenezwe ndio kisha na watu wanataka kulijadili. Okay. Sawa, kwa kumalizia nafikiri unaweza kusema nini kuhusu ili swala la Gen Z kabla ya kwenda kwenye mapendekezo? Unadhani kama vijana kitu gani hasa katika vitu viwili vitatu ambavyo unadhani kifanyika sasa hivi tunaweza kwenda mbele? I like the spirit the Gen Z have. Naipenda sana. Ni kwa sababu kwanza wasitushuku vibaya. Kwa sababu unajua hata kama mzazi akiwa anamlea mtoto wake anakuambia kuna ule umri ambao mtoto anahisi ana haki ya kila kitu. Ila wewe inabidi sasa ukae naye, umsikilize na umuonye kwa namna nzuri. Kwa sisi watu wache. Yaani tuko kwenye level ya kukua, ya kufikia hizo busara ambazo wao wanazo. Sasa wanachotakiwa wao ni kuangalia sisi tunataka nini au tunahisi tuna haki kwenye nini, watupe. Ama pale ambako wanahisi sio haki yetu, watueleze kwa nini sio haki yetu. Yes. Sawa. Sasa una lipi la mwisho la kusema na vijana wa Tanzania tunamaliza hili?
Vijana wa Tanzania sasa hivi wanauelewa, so waendelee kujifunza, waendelee kujua haki zao na waache kwa wanyonge na waendelee kudai haki zao. Katika jitihada iliyokaririwa inayotafutwa na wengi ya kusema na wengi ya madai ya katiba, nyinyi kama vijana mnaendelea kuelekea kwenye mchakato? Ujumuishaji wa vijana ndani uwepo, kwa sababu hiyo katiba, watumiaji wakubwa wa hiyo katiba ni sisi. Yes, kwa hiyo wakati wanatengeneza hilo gurudumu la upatikanaji wa katiba, vijana wakumbukwe, kwa sababu demands tunazo sisi. Yeah. Naam, mpaka hapa tumefika tamati ya kipindi chetu cha Amka Podcast sehemu ya pili, ambacho tulijikita kujadili vijana baada ya uchaguzi mkuu, matatizo na jitihada ambazo wamezipitia kutoka uchaguzi mkuu hadi sasa. Mpaka wakati mwingine, asanteni sana.